Hujambo na karibu tena mpendwa msikilizaji, mahali popote pale unapoendelea kusikiliza na kutegea sikio sauti hii. Hii ni sauti ya ndugu yako Imani Mchumba katika siri ya mambo yaliyofichika, na kwa ruhusa yake Loba Tite naja tena mbele zenu wapendwa wasikilizaji, na kipindi na mada hii ambayo tayari mzaliwa pili ambaye ni Zulula San ameshaitoa kwetu. Kama kawaida, naja kwenu kutema hii mada hii katika lugha ya Kiswahili. Kama gisi mnavyoona, tema ya leo, chimbuko za aina tofauti za makundi ya damu. Ndugu zangu, najua kwamba hii ni mada ambayo kila mmoja atapenda kuelewa haya mambo yametokana na nini hasa. Kwa nini? Kwa sababu watu wanajiuliza kwamba haya makundi mengine yote ya damu yametoka wapi? Yametoka wapi? Kwa sababu walio wengi unapowaambia kwamba kuna tofauti kati ya mzungu na mweusi, wao mara watasema kwamba awe mzungu au mweusi, sote tuna damu moja. Lakini swali ni je, kweli kweli damu ya mweusi na ya mzungu iko sawasawa? Haya yote ni maswali ambayo watu wanatakiwa kuelewa, kwa sababu hata ng'ombe, unapomchinja ng'ombe naye pia ana damu. Inamaanisha kwamba kwa sababu ng'ombe ana damu kama wewe, ina maana kwamba wewe umekuwa rafiki wa ng'ombe, hasa wewe ni mko mtu mmoja wewe na ng'ombe? Jibu ni hapana. Lazima kuwepo utaratibu katika ya mambo. Hatutaongelea kuhusiana na damu upande wa wanyama, bali tutaingia katika ulimwengu aidha upande wa mtu aidha watu aidha wanadamu. Tutaenda kugusia siku ya leo, tutaenda kuongelea kabisa ya mafundisho ni kulingana na Biblia za kisasa, ingawa kwenye mwisho mwisho tutagusia kidogo ndani ya karata mbali, hapana ndani ya karata jinsi, bali ndani ya karata mbali tutagusia andiko tu kidogo tu, lakini haya mafundisho yatajikita hasa kulingana na Biblia za kisasa zaidi. Ndio maana mwelewe kwamba utaratibu ambao tutauleta hautakuwa kama gisi tunavyoingia sasa ndani ya karata DMC za ndani ya Biblia yenyewe kuhusiana na mafundisho kuanzia mwanzo hadi mwisho. Kwa hiyo mchukue tahadhari hiyo, lakini ni kupenda kuwaonyesha wale walio bado katika um, hizo imani, katika hizo dini, ambao wanaamini yale ambao wanayoyasikia, wapate kuelewa kwamba kuna mambo mengine ambayo yamo kwelikweli ndani ya Biblia zao, lakini hawayaelewi, hawayapenyi gisi yalivyo. Sasa tutaingia sasa katika chumbuko la wapi hayo yote tena yametokea, yametendeka namna gani. Maana kikawaida watu wanatakiwa kuwa na damu moja, kwa sababu wakati huu wanawaambia kwamba kuna au wanasayansi na wengine wanasema kwamba kuna makundi mane ya damu kwa wakati huu, kwamba mtu anaweza kuwa na A, mtu anaweza kuwa na B, mtu anaweza kuwa na AB na mtu anaweza kuwa na O. Kwa hiyo wanasema kwamba ni makundi haya mane ya damu ambayo yanapatikana. Sasa kati ya hayo watajiuliza ni ipi ambayo ni kundi ambalo ni la asili kabisa, kundi la kwanza ambalo lipo, kwa sababu ili kwamba kuwepo na kundi zingine, ina maana kwamba lazima kutakuwepo na moja ambayo iliyotangulia. Kwa hiyo walio wengi wanajiuliza sasa, haya yote makundi ambayo yanasemekana yapo yametoka wapi? Na kuna wengine ambao watasema kwamba kuna watu ambao hawana hilo kundi la damu ambalo ni A, kuna wengine ambao hawana B, hawana AB na hakuna O, lakini watasema kwamba kuna kundi lingine la damu ambalo wataita bombele. Hayo ni mambo yao, wanasema kwamba ni nje ya haya makundi mane ya damu kama gisi wao wanavyoelezea. Sasa tutaenda sasa sisi kuwaonyesha kulingana na Biblia za kisasa, kundi la kwanza la damu ni akina nani ndiyo waliodhihirisha hilo kundi la kwanza, na makundi mengine ikiwa kuna mawili matatu manne matano aidha namna gani. Je, kwelikweli hayo yote yapo? Na ikiwa kuna utofauti, huu tofauti ulitokana na nini, ili kwamba kuwe makundi ambayo kwa tofauti tofauti? Kwa sababu kikawaida watu kikawaida wanatakiwa kuwa na damu moja tu, na zaidi sana unapoenda kwenye upande wa mtu mweusi, walio wengi watasema lazima mtu mweusi, kwa sababu mtu mweusi yeye ni yani babu yake ni mmoja, bibi yake ni mmoja tu. Kikawaida wanatakiwa kuwa na damu moja. Ni kweli, yani damu aina moja hivyo. Sasa kwa nini baadhi wana hiyo ambao wataita A, wengine B, wengine AB, wengine ile O? Kwa nini? Ndio maana tunaenda sasa kuangalia kundi la damu kabisa ambayo imekuja katika nafasi ya kwanza
yaani kabisa ile ambayo tunaweza kusema kwamba hili ndio kundi la damu halisi kabisa, tutaenda kuonyesha hayo katika Biblia za kisasa. Tunaenda katika kitabu cha Mwanzo sura yake ya 4 mstari wa kwanza, inasema hivi: Adamu akalala na Hawa mkewe, naye akapata mimba akamzaa Kaini. Hawa akasema, nimepata mtoto wa kiume kwa msaada wa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo tayari hapa, kulingana na Biblia za kisasa, wanapenda kuonyesha kwamba yaani Adamu, Hawa na watoto ambao waliowazaa, hilo ndio kundi la kwanza kabisa la damu. Yaani Adamu kulingana na Biblia za kisasa, Eva, Kaini na Abeli, hao watoto wake wa kwanza hao, na wengine ambao watazaliwa sasa baadaye, kwa mfano Seti, yaani hao watakuwa watoto kwa mujibu wa Biblia, hao ndio kabisa kundi la kwanza la damu. Lakini pia tukiingia katika uhalisia, tunajua kwamba Kaini ambaye jina lake halisi anaitwa kwa jina la Pongise hakuzaliwa peke yake, alikuwa na pacha wake. Lakini pia hata mundiwe ambaye watiita Abeli alikuwa na pacha wake naye pia. Kwa hiyo hao wote, hata binti hao wote wa moto na mtu ambao watasema Adamu na Eva, wote walikuwa na damu kundi moja, yaani hilo ndio kundi halisi kabisa. Sasa wengine watapenda kujua sasa, kaka Imani, je, ni O aidha ni A aidha ni B aidha ni AB? No, sisi hatuko hapo, lakini mwende kuelewa ni nini ambacho kinaendelea, kwa sababu mtaenda kuelewa kwa ikiwa kuna hayo makundi manne tu ya damu, ndio aidha hapa. Sasa tayari tunaona kwamba hilo ndio kundi la kwanza kabisa la damu. Yaani narudilia tena, ni Adamu kulingana na Biblia, Adamu, Eva, Kaini na pacha wake, Abeli na pacha wake, lakini pia baadaye nani? Seti. Tunasimamia hapo. Hilo ndio kundi la kwanza kabisa la damu ambalo liko halisi, na hapo ndipo sasa tutaenda kuona imetokana na nini hasa, kwa sababu tunaposema kwamba hao ndio wa kwanza kabisa, hata Biblia pia hiyo inaweza ikaleta kithibitisho kwa nini tunasema kwamba ni Adamu na Eva na watoto wake wale wa kwanza ambao aliwazaa ndio waliodhihirisha kundi la kwanza la damu. Sasa swali ambalo tutajiuliza, tunajua kwamba Adamu na Eva kwa mujibu wa Biblia za kisasa, kabla ya kuanguka walikuwa katika ulimwengu wa nafsi, yaani walikuwa katika bustani ya Edeni. Je, ndani ya bustani ya Edeni Adamu na Eva, je, walikuwa na damu? Ndiyo aidha hapana? Hilo nawaachia, ili kwamba labda mkitaka kuuliza mtauliza, lakini sitatoa jibu hapa. Sasa tayari tumeona kundi la kwanza, na ili kuthibitisha kwamba kwelikweli kundi la kwanza la damu limetokana na Motomuto Pongise na dada yake, Mundiwe na dada yake, tutaenda kuona kwanza hata ndani ya Biblia za kisasa katika kitabu cha Mezali sura ya 17 mstari wa 26. Unajua tafsiri hizi za Biblia katika lugha ya Kiswahili, hakika ndugu zangu, huwa lina tafsiri, lakini uhalisia mwingi sana kulingana na tafsiri haupatikani vizuri. Ila tutasoma kwanza katika tafsiri hii ya habari njema, musikilize gisi wanavyoongea. Matendo ya Mitume sura yake ya 17 mstari wa Matendo ya Mitume sura yake ya 17 mstari wa 26 inasema, kutokana na mtu mmoja aliumba mataifa yote na kuwawezesha kuishi duniani kote. Aliamua na kupanga kabla kabisa lini na wapi mataifa hayo yangeishi. Kwa hiyo hapa tayari wanapenda kuonyesha kwamba yaani ikiwa kuna mataifa mengine yote katika dunia hii, yaani wanapenda kuonyesha kwamba yametokana na mtu huyu mmoja. Ndivyo wanavyopenda kuonyesha hapa katika haya maandiko. Lakini mkiingia katika tafsiri ya Louis Segond, tafsiri ya Kifaransa ambayo nilitafsiri kitabu hicho cha Matendo ya Mitume sura ya 17 mstari wa 26, nasema aliwafanya watu wote kutoka kwenye damu moja. Sijui kama unaelewa hapa. Yaani aliwafanya watu watoke katika damu moja, wakae duniani kote, akiisha kuweka nyakati zilizowekwa na mipaka ya makazi yao. Kwa hiyo mstari huu unapenda kueleza kwamba
Mungu aliwaumba kwa mujibu wa Biblia wanadamu wote kutoka kwa mtu mmoja, na akaweka nyakati na mahali pa watu hao kuishi katika dunia hii ili waweze kumfuata yeye. Hivyo ndivyo wanavyopenda kumaanisha kwamba, yani ili andiko linaposema aliwafanya watu wote kutoka kwa damu moja, ina maana kwamba hapa watu wanaoongelewa hapa ni hawa ambao tumetaja akina moto na muto, waweza Adamu na Eva na watoto wao kwanza ambao waliwazaa hapo katika kipindi hicho. Hawa ndio wanaongelewa katika kitabu hiki cha Matendo ya Mitume sura ya 17:26. Kwa hiyo kwa sababu lazima watu waweke kila kitu pa nafasi yake, kwa sababu sio vema kuchanganya, na hapo ndio mtaenda kuona kwelikweli ikiwa kwelikweli rangi zingine aidha watu weusi wanaweza kuwa na damu moja na rangi zingine, kwa sababu hata pia katika watu weusi, kitu ambacho mtaenda kuelewa hata katika mafundisho hapa kuna damu ambazo hazifanani. Mmoja anaweza kuwa na hii ambayo iko tofauti. Sasa kwa nini mmoja awe tofauti na mwingine? Hata watu ambao wamezaliwa tumbo moja kunaweza kukatokea mabadiliko kulingana na vitu ambavyo tutaenda kuviona hapa vinavyotokea katika maisha yao. Kwa hiyo moto na muto pamoja na watoto wao walipozaliwa hao wote, yani ndio kundi la kwanza halisi kabisa la damu. Sasa tuangalie kundi la pili la damu lilitokana na nini? Kitabu cha Mwanzo sura yake ya 4 mstari wa 4 inasema, naye Abeli akamtolea Mungu sadaka ya wazawa wa kwanza wa kondoo wake na nyama nono. Mwenyezi Mungu akapendezwa na Abeli na tambiko yake. Historia hii ambayo wanasema kwamba ni Mungu aliyemwomba Abeli apate kumtolea sadaka, sisi kulingana na ukweli ambao tulijifunza na ambao tunaupokea, tunajua kwamba huyo sio huyo Mungu ambao wanasema, bali alikuwa ni Shetani Mwilimabube ambaye alichukua mwonekano wa kaka yetu, mmoja kati ya kaka zetu wa kiroho ambaye anaitwa kwa jina la Mutatidi. Na Mutatidi ndio huyu mara nyingi wanamtafsiri kama vile Mungu, Mwenyezi Mungu, malaika wa Bwana. Ndio maana hapa wakasema kwamba yani Mungu aende kumtolea Mungu kwa sababu ni Mungu ndiye aliyemwambia kwamba watoe sadaka, lakini kikawaida kabisa katika uhalisia ni Shetani Mwilimabube mbaya aliyechukua mwonekano wa udanganyifu wa Mutatidi ili kuja kumdanganya Pongise na Mundiwe. Kwa hiyo akachukua mnyama huyo ambaye alikuwa ni mwana kondoo, akamchinja, akamkatakata, na hapo wanyama wote walikuwa wakizungumza lugha moja na watu. Ina maana kwamba walikuwa kama vile ni familia pia ambayo ilikuwa pale. Lakini yani kitendo cha Abeli kuchukua mwana kondoo na kumchinja kilidhihirisha kundi la pili la damu. Sijui kama mnaelewa hili. Yani kilidhihirisha wapi? Yani kilidhihirisha ndani ya Abeli mwenyewe kundi la pili la damu. Ina maana kwamba lile kundi la kwanza la damu ambalo lilikuwa ndani ya Abeli lilichanganywa, lilibadilika, kwa sababu alimwaga damu pia ya kiumbe kingine. Kwa hiyo wakati alipomuua huyo mwanakondoo, moja kwa moja ndani mwake, yani damu yake yeye Abeli ilibadilika, ikachukua, yani ikawa nyingine ambayo imeharibika, haiko sawa. Sijui kama unaelewa, kwa sababu ya kitendo hicho cha kuvuja damu, kuua kiumbe kingine ambacho akikumfanyia kitu chochote. Ila haya ndio mafundisho ambayo mtasikia ndani ya Biblia za kisasa, ndani ya hizo dini kanisa watajisifia na kusema kwamba Abeli alifanya kitu kizuri, kwamba alimchinjia Mungu mwana kondoo, lakini Kaini akaleta mazao ya matunda na mimea. Wengine watasema kwamba ni matunda ambayo yalikuwa yamehoza, mimea ambayo haiko sawa. Ndio maana Mungu hakuiangalia kabisa sadaka ya Kaini, akaiangalia vizuri vema kabisa sadaka ya nani? Ya Abeli, kwa sababu alimchinja kabisa mwanakondoo na akaleta yani zile nyama ambazo nononono zile, na alipowaunguza kabisa, Mwenyezi Mungu akasikia harufu, akafurahi, akasema lakini kitendo hicho kwa mujibu wa wanabibilia na wanadini wanasema kilimkwaza Kaini. Kaini akakasirika, kwa sababu kwa mujibu wao kwamba Kaini aliona kwamba Mungu hakupendezwa na sadaka yake, ndipo akaingiwa na wivu
na kwenda kumuua mdogo wake. Hizo ni historia za kitoto, hizo ni historia za kitoto ambazo tulihadisiwa wakati tulipokuwa bado tuko katika ujinga, tuko wajinga, na ambao huu ujinga pia watu hadi muda huu wangali ndani mwao. Ufikirie kitu ambacho wanyama wote wanazungumza lugha moja. Wote wanazungumza lugha moja, kwa sababu huyu mwanakondoo, msifikiri kwamba hakuwa anaongea, alikuwa anaongea. Sio mwanakondoo ambao mnawaona wakati huu, ambao mnawajua gisi walivyo kwa wakati huu, lakini wanyama walikuwa wote wakizungumza lugha moja na watu. Na kuna mazungumzo ambayo yalitokea wakati anapotaka kumchinja huyo mwanakondoo, naye pia aliongea, na hakuwa kabisa, hakukubaliana na kile ambacho Abeli alichokifanya, kwamba hicho kitu mutate jawezi akakuruhusu ufanye kitu kama hicho. Kwa hiyo walikuwa wanazungumza. Sasa inakuwa namna gani wewe uitwe kwamba wewe ndio Mungu ambaye ni muumba wa vyote? Kwa mujibu wako umeumba wanyama, umeumba mtu, lakini tena unamruhusu mtu mwingine achukue huyo mnyama, amchinje, amuumize, kwa sababu wakati anapomkata shingo anaumia, anahisi maumivu, analia, analalamika. Huyo mnyama hakutaka, hakuwa na kosa lolote na Abeli. Walikuwa kitu kimoja, walikuwa wakitembea, hata wazazi wao walikuwa na urafiki kabisa na akina Abeli na familia yao, kwa sababu wote walikuwa wakipiga stori pamoja kama vile familia. Alafu uchukue huyo mnyama uende kumchinja, umkate, umunguze, alafu huyu ambaye utaita kwamba yeye ndiye muumba wa kila kitu, Mungu wako, atafurahia kitendo hicho cha kumwaga damu isiyo na hatia. Halafu utaunguza moshi, harufu ya moshi wa huyu mnyama itapanda juu, kwa sababu Mungu yuko mbinguni. Halafu harufu inaingia hadi ndani ya mapua yake. Mungu anahisi harufu, anasema hii ni harufu nzuri, akapendezwa. Hivi si mnaona kama hapo mnachezwa kabisa mchezo ambao ni wa kitoto zaidi sana? Mfikirie kwanza hapo hayo mauaji ambayo yalitendeka. Msichukulie mnyama tu, kwa sababu wanyama ambao watu wanachinja kwa wakati huo, chukulieni katika kipindi hicho, msome hata kitabu cha Mwanzo sura yake ya 11. Dunia yote ilikuwa bado inaongea lugha moja. Unaona hicho? Na hapa ni mwanzo kabisa, kabla hata Ufunuo Mwanzo sura yake ya 11 haijafika. Hapa tuko kwenye kitabu cha Mwanzo sura yake ya 4, ndio tuko hapa. Adamu na Eva wote walikuwa bado wapo. Ameua. Kwa hiyo kwenu, kwa mujibu wenu, Mungu amefurahia. Yaani Mungu anaumba kiumbe, tena anakula hicho kiumbe, kwa sababu hata namna ya kusikia harufu ya kiumbe ambacho kimefariki na kuvuta ni kama vile unakula pia, kwa sababu kwake yeye hawezi akachukua mnyama aanze kufanya hili, aanze kutafuna, sijui kama ana meno aza hana, sijui, lakini pua anayo, ili kwamba hiyo harufu ingie, na anapohisi hiyo harufu hivi. Si mnaona kama ni hadithi za kitoto sana? Ni mambo ya kichawi, ya ushirikina ambayo iko hapa. Ni kama vile mzazi ambaye anazaa mtoto wake alafu anamla. Huyu ni mlozi, mchawi. Haya ndio mama ambao walifanya. Kwa hiyo hicho kitendo ambacho Abeli alichokifanya kilileta ndani mwake mabadiliko ndani ya damu yake yeye, Abeli. Yaani hapo moja kwa moja lile kundi la kwanza la damu lilikuwa ndani mwake lilipata kubadilika kwa sababu ya mauaji hayo aliyoyafanya, kuua huyu mwanakondoo, na hapo ndipo akazirisha kundi la pili la damu. Sio kama mnaelewa hili, ndugu zangu. Kwa hiyo Abeli ndiye mtu wa kwanza kabisa katika historia ya uumbaji wa dunia kuleta kundi la pili la damu kwa kumuua yule mwanakondoo. Hapo ndipo kundi la pili la damu linatokea, na ndio maana mkisoma katika kitabu cha Waebrania sura yake ya 12 mstari wa 24 inasema, mmefika kwa Yesu ambaye ni mpatanishi katika agano jipya, na ambaye damu yake iliyomwagika inasema mambo mema kuliko ile ya Abeli. Kwa nini inasema mambo mema kuliko damu ya Abeli? Kwa nini? Nyote mnajua kwamba Abeli si aliuawa pia na kaka yake. Sasa mjiulize, kwa nini hapa iongelewe kwamba damu ya Abeli ambaye kwa mujibu wenu alifanya kitu kizuri kwa kumtolea Mungu sadaka ya mwanakondoo na kumuunguza, kwamba Mungu akafurahia hilo, lakini hapa ijionekane kwamba damu yake yeye iliyomwagika, yaani inasema mambo ambayo si mema kuliko damu ya huyu Yesu wenu ambaye alikufa kwenye msalaba. Sasa tatizo lake ni ipi? Yaani aidha kosa la Abeli kwa mujibu wa Biblia gisi mlivyosoma nyinyi iko wapi? Kosa lake liko wapi? Hamwezi mkaona hilo kosa. Sasa ikiwa yeye hana kosa, kwa nini damu yake ionekane kwamba haitendi mema
kuliko damu iliyomwagika ya huyu mnayeita Yesu? Ili kupenda kuwapatia ufahamu na kujua kwamba kitendo alichokifanya yeye cha kumuua huyo mwanakondoo kilifanya mabadiliko ndani ya damu yake ikawa mbaya, ikawa haiko vizuri tuseme, yaani lizirisha kundi lingine la pili la damu, na ili kusema kwamba huyu wanayehita Yesu, yeye damu yake yeye inabaki tu katika lile kundi la kwanza. Hivi sijui kama watu ndio maana mnaweza mkasoma maandiko lakini msipenye, msielewe ni nini ambacho mnakisoma. Wote wanaojiita kwamba wachungaji, manabii, mabishop, ili andiko wamelisoma, lakini hawawezi wakaelewa ni nini maana wanaposema kwamba wamefika kwa huyu wanayeita Yesu, ambaye ni mpatanishi katika Agano Jipya na ambaye damu yake iliyomwagika inasema mambo mema kuliko ile ya Abeli. Hawawezi wakafafanua, na ndio maana hapa muelewe kwamba tuko katika uhalisia. Hata ndani ya Biblia za kisasa tunawafunza, mnaelewa? Yaani hata ndani ya Biblia zenu tunawapatia mafundisho pia, na tunapokuja katika ukweli tunawaonyesha huu ndio ukweli halisi. Hivyo ndivyo ilivyo tu. Kwa hiyo hakuna mtu ambaye anaweza kagusa hata hiyo Biblia na aongee kitu ambacho anaweza labda akajitetea. Hiyo Biblia tutaitumia ili kuonyesha kwamba yote ambayo mnajitetea hayana maana yanapingana tena humu ndani ya Biblia. Kwa hiyo hapo tayari tunaona kundi la pili la damu linatokea. Hiyo ni kupenda kuonyesha kwamba hapa yani tuseme damu ya Kristo yani ilitokana na kundi la kwanza la damu. Hivi ndivyo hilo andiko lilipenda kuonyesha, sio katika kundi la pili la damu. Ni katika kundi la kwanza la damu. Ndio maana hiyo damu ya kwanza, yani tuseme hilo kundi la kwanza halina matatizo yoyote, lakini kwa sababu Abeli alifanya hicho kitendo, ndio maana damu yake imebadilika, imezilishwa, imesha kuwa aina nyingine, yani kundi la pili la nini, la damu. Tunajua kwamba moto alizaa mtoto mwingine. Tunajua jinsi wanavyosema Adamu alizaa mtoto mwingine ambaye aliita kwa jina la Seti, na kupitia huyo Seti ndipo mtaona kwamba kuna mapatriaki wengine na mamatriaki ambao walitokea baadaye. Akina Sango ambayo teta Abrahamu walitokea humo katika mzao wa nani, wa Seti. Walawi walitokea humo, ya tuseme Tindi ambao wataita Yakobo, akina Isaka, wote walitokea humo. Na ni katika huo mlolongo huo wa Seti ndipo Walawi walitoka, ndipo akina huyu wanayeita Maria mama wa Yesu alitoka, ndipo Kristo alitoka pia. Kwa hiyo ni huu mtiririko ambao ni damu kundi la kwanza ambapo Kristo pia ametokea. Sijui kama mnaliona hili ndugu zangu. Kwa hiyo hivi ndivyo unavyotakiwa kuelewa mambo jinsi yalivyo. Kwa hiyo ni kupenda kuambia kwamba ukiua mtu, tambua moja kwa moja kwamba damu yako inabadilika. Hichi ndio kitu ambacho mnaelewa na muelewe vizuri. Unapomuua mtu tayari damu yako ndani imechukua kingine. Watoto wako ambao utazaa watakuwa na damu nyingine ambayo inaenda kuleta aina nyingine ya kundi la damu. Hivi ndio haya ndio mambo ambayo mnatakiwa kuyaelewa vizuri. Hilo lilikuwa ni kundi la pili la damu. Sasa kundi la tatu la damu lilitokana na nini hasa? Sasa ni nani aliyefanya kwamba alizirisha kwamba kundi hilo la tatu la damu lipate kutokea? Kitabu cha Mwanzo sura yake ya 4 mstari wa 10. Kitabu cha Mwanzo sura yake ya 4 mstari wa 10 nasema, Mwenyezi Mungu akasema, umefanya nini? Hapa anaongea na nani? Anaongea na Kaini, kwa sababu tunajua kwamba wakati ambapo Abeli alipomuua huyo mwanakondoo na kumtolea huyo Mungu wenu sadaka ya kuteketezwa, kitendo hicho kilimpa hasira Kaini, na sio hasira kwa sababu alikuwa na wivu, hapana, lakini hasira kwa sababu ameona kwamba huyo mnyama hakutendewa haki. Ndio maana akatafuta haki, kwa sababu kisasi ni haki. Ndio maana wakati alipomuua yeye aliona kwamba huyu amefanya kitendo ambacho si kizuri, aliua mnyama ambaye hana hatia. Na hiyo Biblia pia inasema kwamba damu, yani ukimwaga damu ya mtu juu ya ardhi, ujue kwamba damu yako nawe pia itamwagwa na mtu mwingine. Kwa hiyo hicho ndio kitendo ambacho Kaini alichokifanya, naye pia akaenda kumuua mdogo wake. Lakini hata kama ikiwa amefanya hivyo,
moja kwa moja naye pia, ambaye alikuwa na kundi la kwanza ambayo lilikuwa sawa, tayari litaleta mabadiliko katika damu yake. Hata kama alienda kulipiza kisasi, lakini naye pia damu yake ilibadilika, ikazaa kundi la tatu la damu, kitendo cha kwenda kumuua mdogo wake. Hivi sijui kama unaelewa mambo haya, ndugu zangu. Mwenyezi Mungu akasema, umefanya nini? Damu ya ndugu yako yanililia kutoka udongoni. Wengi walisoma andiko hili, lakini kama gisi inavyosema, hawawezi wakapenya, hawawezi wakaelewa. Ina maana kwamba ikiwa damu ya Abeli iko udongoni, yaani ilianza kumlilia Mwenyezi Mungu ili kwamba ipate kutendewa haki. Hivi ndio inapenda kumaanisha. Kwa hiyo ilianza kulia ili kwamba haki ipate kutendeka kuhusiana na kile ambacho yeye alitendewa. Kwa hiyo tutaenda sasa kuonyesha kidogo mazungumzo hayo kati ya damu ya Abeli na Mungu, kwa sababu damu ya Mungu, damu ya Abeli ilikuwa inamlilia Mungu. Sasa tuangalie hayo mazungumzo ili kuja kuona kweli kweli, kutokana na hilo kumeingia kundi lingine la damu ambayo limejidhihirisha. Yaani hapo tunaenda kuona mazungumzo ambayo damu ya Abeli itafanya na Mungu, namna gani yatafanya damu ya Kaini ipate kubadilika pia na kuzirisha kundi la tatu la damu. Ndio maana kitabu hicho hicho cha Mwanzo, lakini hii ni tafsiri ya Kifaransa ambayo ni tafsiri inaitwa Traduction Fabre kumrazi Fable d'Olivet, Cosmogonie, ambayo katika tafsiri nyingine wanaita kitabu cha Mwanzo tu, sura yake ya 4 mstari wa 10, inasema na Ihoa akamwambia tena, umefanya nini? Sauti ya vizazi hii tafsiri inasema hivi ya Kifaransa, sauti ya vizazi vinavyolalamika na ambavyo vingetoka kwa damu ya ndugu yako, kwa ndugu yako kumrazi, ambavyo vingetoka kwa ndugu yako na kuwa kitu kimoja naye, inanijia kutoka kwa kipengele cha Adamu. Maana yake ni nini? Andiko hili lilionyesha kwamba damu ya Abeli tayari imesha kuwa tofauti na damu ya Kaini. Sasa unaposoma sauti ya vizazi vinavyolalamika ambavyo vingetoka kwa ndugu yako na kuwa kitu kimoja naye, maana yake ni nini? Maana yake damu ya wale wote ambao watauliwa, ambao watauawa kama gisi alivyouawa yeye Abeli, yaani damu ya watu wao itaenda kuungana na damu ya Abeli, ili kuonyesha kwamba damu ya Abeli ilikuwa tayari tofauti na damu ya Kaini. Naye Kaini atazirisha sasa kundi la tatu la damu kutokana na kitendo cha kumuua kaka yake mdogo wake Abeli. Hapo tunaona kipengele za kundi la tatu la damu. Sasa tuende kuangalia kundi la 4 la damu limetokana na nini kulingana na Biblia za kisasa. Kitabu cha Mwanzo sura ya 6 mstari wa 1 hadi 2 inasema hivi: binadamu walipozidi kuongezeka duniani na kuzaa wasichana, watoto wa kiume wa Mungu, waliwaona hao wasichana wa watu kuwa ni wazuri, wakawachukua wale waliowapenda kuwa wake zao. Kwa hiyo hapa wanaanza kusema binadamu, lakini tunajua kwamba hapa ni watu, na ndio maana mnasoma kwamba wanasema binadamu walipozidi kuongezeka duniani na kuzaa wasichana, watoto wa kiume wa Mungu, waliwaona hao wasichana wa watu. Kwa nini hawakuandika hao wasichana wa wanadamu? Kwa sababu kuna tofauti kati ya watu na wanadamu. Mtu ni mtu mweusi, wanadamu si weusi. Hilo mnatakiwa kulielewa. Kwa hiyo kundi la 4 la damu limezihirishwa, aidha limezihirishwa na malaika walioanguka wa utaratibu wa tatu, wakati walipokuja kuzaa na baadhi ya wanawake wa ukoo wa Pongise ambao wataita Kaini, ambao mkiendelea katika kitabu cha Mwanzo sura ya 6 mstari wa 4 wanawaambia kwamba kuna watoto ambao walizaliwa kutokana na muungano huo kati ya watoto wa Mungu na binti za watu. Mnaelewa hilo? Kwa hiyo kukazaliwa Wanefili. Kwa hiyo kundi la 4 la damu
kulingana na Biblia ya kisasa, yaani ni hao wanefili waliozaliwa. Sijui kama naelewa hilo ndugu zangu. Hilo ni kundi lingine, na unaposema wanefili unasema wazungu. Sijui kama unaona hilo. Kwa hiyo ili kupenda kuonyesha kwamba wazungu damu yao haiko sawasawa na watu weusi, ingawa hata kati ya watu weusi, kati yao damu zao ziko tofauti kulingana na matendo ambao wanaoyatenda, lakini pia damu ya mzungu haiko sawasawa na damu ya mtu mweusi, hata kama unaiona hivi kwamba ni nyekundu, lakini katika uhalisia ndani ni tofauti. Haya mambo lazima muyaelewe vizuri. Ndio maana ndani ya kitabu tunaenda kwanza kidogo, ndio maana nikasema tutagusia kidogo Karata Mbale Bible. Ndio maana katika kitabu cha Bebotedi ambacho wataita mwanzo waza nini, Bebotedi sura yake ya kwanza mstari wa kwanza hadi 2 nasema, wakati huo sahihi kundi la bamu luloma mungulane, yani malaika walioanguka miongoni mwa kundi la shetani mudima bobero mbali inayotoka katika ulimwengu wa kiroho, nadra ya kiroho ya kichawi, ambayo baada ya kuanzisha mseto na wanyama yalizingatia kwamba wasichana hawa weusi wasioanzishwa kutoka ukoo wa Pongise ambao wataita Kaini, katika maumbo ya busara walikuwa wazuri na wakupendeza, nao wakawapenda na wakaanza kula njama miongoni mwao juu ya wanawake hawa weusi, ili kuungana nao kama vile kwa uwezo wa kuzaa, na wale tu waliowapendeza kwa upendeleo. Wakaambiana, tutumie haiba yetu ya kiungu kuungana nao na kupata watoto, na matokeo ya muungano huu yatazaa jamii ambayo itawaweka watu weusi katika utumwa. Kwa hiyo ni kupenda kuambia kwamba kulingana na Biblia za kisasa, yaani kundi la 4 la damu sio lingine, yaani ni uzirisho kile ambacho malaika walioanguka walichokuja kukifanya, kuzaa na baadhi ya wanawake weusi wasioanzisha wa uzao wa Pongisi ambao wataita Kahini, na hao watoto ambao watazaliwa ni wazungu, na lengo kabisa ambalo walilolifanya ili watoto wao wapate kuzaliwa kama kitu ilivyosoma hapo, yaani matokeo ya muungano huu utazaa hiyo jamii, hao watoto ambao ni wazungu, ambao watakuwa pale katika shughuli ya kuwaweka watu weusi katika utumwa. Ndio maana ni vigumu zaidi sana nyinyi nyote ambao mnaoamini hizo dini zinazoletwa na wazungu na damu mchanganyiko kwamba mtaenda kuingia mbinguni, mtaingia katika paradiso. Mnajidanganya bure. Kuna lengo la hizo rangi kuja hapa, ndio hii ambayo tunawaambia. Lakini kweli mzungu ambaye yuko sasa hivi, aiza damu mchanganyiko ambaye yuko kwa wakati huu, hakuchagua kwamba azaliwe. Ndio maana kuna neema ambayo iko pale. Ndio maana wakati huu ambapo tuko na mzaliwa wa pili, uwe mzungu uwe rangi yoyote ile, ukikubali ukweli huu hadi mwisho unaokolewa. Sijui kama unaona hilo, lakini kila kitu lazima kiwekwe kwa nafasi yake. Lakini lengo kabisa la malaika walioanguka, utaratibu wa 3 nyuma kwenye kichwa ambapo tunaona shetani mlima bobe, lengo ni kwa ajili ya watu weusi wapate, yaani hiyo rangi iweke watu weusi katika utumwa. Hilo tu. Haya mambo yalitendeka na hadi muda huu bado yanatendeka, ingawa sio tena kwa kimwili sana tunayaona, lakini bado wao wako nyuma, wanatumia weusi wenzetu tena ili kwenda kuharibu nchi zetu. Haya ni mambo ambayo yalipangwa, ni njama ambayo ni ya zamani sana. Ndio maana haina hata maana wakati nchi zenu zinapokuwa katika vurugu, katika matatizo, mnaenda tena kujililia kwa wazungu, mtusaidie huku tumenyanyaswa au tumefanya hivi. Ni aibu. Namna gani unaweza ukaenda kulilia yule ambaye anakufanya uwe katika hayo matatizo? Yaani yeye ndiye anayefanya kwamba wewe uingie katika hayo matatizo, tena unaenda kumlilia. Sasa unapenda kitu gani? Ndio maana watu weusi wanatakiwa kuamka vizuri. Muamke. Maana uamuzi ambao unaweza ukafanya, kwa mfano leo, unaweza ukasababisha matokeo mabaya baadaye. Unaweza ukajiuliza, kwa nini nimefanya hiki? Leo unaweza ukalilia kwamba wakuja kukusaidie, lakini wakiingia inakuwa tena ni hatari zaidi kuliko hata gisi vilivyokuwa hapo mbele. Na ndio maana suluhisho linatakiwa kutoka kwa watu weusi wenyewe. Lakini sasa uaminifu kati ya watu weusi na weusi, hapo ndio hakuna, na hapo ndio kunakuwa matatizo. Hasa watu wanafikiri kwamba wakiambia wazungu wao watakuja kuwatetea ili kwamba wapate kile ambacho wanapenda wao watu weusi. Sasa hapo ndio mnajiumiza. Kwa hiyo ili kwamba waje kuongea na nyinyi, mtaingia katika mikataba.
na mkiingia katika mikataba hiyo, mikataba itawafunga, na tena mtakuwa labda mnaweza kuwa na hali ambayo ni mbaya tena zaidi kuliko kisi mlivyokuwa. Kwa hiyo ndio maana suluhisho lazima mupate nyinyi wenyewe, sio kwenda nje ili mupate msaada, kwa sababu lengo la hao sio katika kutuweka kwa usalama, aidha kwamba tuwe na amani. No, haya mambo unatakiwa kuyaelewa, ingawa kwelikweli kuna weusi pia ambao nao pia ni vichwa mawe, ambao wako pale hawaangalii maslahi ya watu wengine, yani ni wao tu, ni tumbo zao tu, ni watoto wao tu, ni familia zao tu. Hao wengine tu ni asili zao ambazo si nzuri, lakini kikawaida mtu mweusi hana haja ya kuongozwa na wengine ambao si watu weusi. Anatakiwa yeye mwenyewe achukue mambo yake katika uwezo wake, lakini kulingana na ukweli, hicho ndio kitu ambacho kinaombwa zaidi. Kwa hiyo tunaendelea kuona kwelikweli, hilo ni kundi la 4 ambalo limezirishwa kutokana na muungano kati ya malaika walioanguka wa utaratibu wa 3, ambapo walipokuja kutembea na wanawake weusi wa uzao wa Pongise. Ndio maana tunaendelea kuona katika mstari wa 6 na 8 wa Bebotedi sura yake ya 7 kwamba kisha hawa bamu loloma bungulani, malaika walioanguka, walishuka na kuchukua umbo la mtu mweusi, kwa sababu natakiwa kuelewa kwamba malaika hata wote walioanguka, hata shetani nini, rangi yao walipokuwa wakijizirisha, sasa wajizirishe, mfano ni watu weusi, wasiwadanganye. Shetani ni mweusi, malaika walioanguka ni weusi, malaika ambao hawakuanguka ambao wako huko wote ni weusi. Hili mulielewe vizuri kabisa, wala msiwe na wasiwasi kabisa kuhusiana na hilo mulielewe vizuri. Kwa hiyo wakati walipokuja wakachukua mihili ya mtu mweusi, kwa sababu hata kama wameanguka wao wanachukua, kwa sababu walihumbwa huko, yani ni kwa sababu uumbaji wote ni mweusi. Kisha hawa bamu luma bungulani, malaika walioanguka, walishuka na kuchukua umbo la mtu mweusi, ingawa walibaki ndani yao kama viumbe vya nuru, ambavyo mbegu yao, ambayo ndani ya lugha ya Dwala njeme aza ngene tunafunga mapano, iliharibiwa mara moja na uasi wao. Yani kutokana na uasi ambao waliouzirisha, yani mbegu zilizo ndani mwao ziliharibika, yani zilibadilika. Na huko kubadilika kwao sasa, wakati watakapokuja kuzaa na wanawake, yani yale matokeo ya ule uzao, yani wale watoto ambao watazaliwa, yani wale watoto watatuonyesha tu kwamba huu ndio uasi ambao waliofanya katika ulimwengu wa kiroho. Hivi sijui kama unaelewa, yani watoto ambao wanazaliwa hapo, yani wanamaanisha kwamba huu ndio uasi wa malaika walioanguka. Yani unapoona huyu mtoto unaona kwamba huu ndio uasi waliofanya malaika walioanguka. Hichi ndio kitu ambacho tunatakiwa kuelewa, na hapo moja kwa moja tayari ni damu nyingine ambayo imekuja kujizirisha katika dunia. Ndio maana hapa narudilia na kusema kwamba kisha hawa bamu loloma bungulani, malaika walioanguka, walishuka na kuchukua umbo la mtu mweusi, ingawa walibaki ndani yao kama viumbe vya nuru, ambavyo mbegu yao iliharibiwa mara moja na uasi wao. Kila mmoja wao alichagua wanawake kadhaa wasioanzishwa kupitia mvuto wao. Wanawake hawa hawakupinga viumbe hivi kutoka mahali pengine, ingawa walikuwa na uwezo wa kufanya hivyo. Walipata mimba na kuzaa jamii mpya. Kuna nukta mbili, wazungu, kwa sababu ya asili iliyofezeheshwa na mbegu iliyoharibika ya bamu luluma bungulani, yani malaika walioanguka. Nafikiri hapa kila kitu mnakielewa vizuri. Moja kwa moja ni damu nyingine ambayo imekuja hapa. Hilo lilikuwa ni kundi la 4 la damu. Sasa tuangalie kundi la 5 la damu. Ni katika kitabu cha Bebotedi ndani ya Biblia Kala Tambale sura ya 7 mstari wa 9. Inasema hivi: katika siku zilizofuata wanawake kadhaa weusi wasioanzishwa pia walizaa jamii ya milato. Milato ndio damu mchanganyiko, katika lugha ya asili ndio milato. Aidha mnaweza mkasema chotara nini, ndio milato, yani ndio damu mchanganyiko. Na wazungu, yani watu weusi tena baadaye wakazaa sasa na wazungu, ndipo wakazaa watoto wengine ambao ni wa milato, ambao ni damu mchanganyiko, ambao mnaita chotara. Na sehemu ya dunia ilichafuliwa kabisa na kuharibiwa na uwepo wa jamii hii mpya chafu aza najisi, ambayo sehemu kubwa kama wazazi wao walijihusisha na uasherati, maovu yasiyo ya asili na wanyama, ushoga, kuna mabano, wapenzi wa jinsia moja, usagaji, ulaji wa watu, uchawi, uganga, mauaji,
ubakaji na ulawiti kati ya wanaume. Hayo ndio mambo ambayo walitenda, mnaona. Kwa hiyo asili ya hivyo vyote ambavyo mnaona kwa wakati huu, ushoga, usagaji, mambo kama hayo, kutembea na wanyama, ni hawa ndio walioleta, kwa sababu walitoa kwa baba zao ambao ni malaika walioanguka. Na ndio maana hayo mambo ya ushoga, mambo mengine yanatokea. Mnaona kwamba ni huku kabisa ambako kumezaa kabisa, kumezaa hayo mambo zaidi sana. Kule kwetu sasa wengine wanaanza kuyapokea kwa sababu watapewa pesa, kwa sababu wanatoa kwa hizo shirika zinatoa pesa kweli kweli, ili kuwaingiza vijana, kuwaingiza wasichana ndani ya huu uchafu ambao hatuwezi hata kuufumbia macho hata siku moja. Chukizo moja ya hali ya juu, mwanaume mwanaume, mwanamke mwanamke, wapi na wapi. Kwa hiyo hapo tayari tunakuja kuona kwamba ni kundi lingine, yani au milatu ambao ni damu mchanganyiko, ni kundi lingine la tano la damu. Kwa sababu ni nini? Tumeonyesha kwamba kuna mweusi, baada ya kuua kuna kuja damu nyingine. Baadaye malaika walioanguka wamekuja kuzaa na mwanamke mweusi, tayari atakayezaliwa ni kundi lingine la damu ambalo linaingia. Lakini tena huyu ambaye mwanamke mweusi amezaa na amezaa na malaika aliyeanguka, tena atazaa tena na wazungu ambao aliwazaa, tuseme tena linaleta damu nyingine. Sasa ikitokea kwa mfano damu mchanganyiko naye pia ambaye amezaliwa naye pia tena akienda kutembea tena na mzungu, tena inakuwa damu nyingine. Sijui kama unaona kuna kuja damu nyingine. Sasa inapotokea kwa mfano damu mchanganyiko pia anatembea na damu mchanganyiko, tena ni damu nyingine. Sasa kuna makundi mangapi ya damu katika dunia hii? Kwa hiyo wanasayansi wanaposema kwamba kuna makundi 4 ya damu, sio tu 4, ni zaidi ya 4, ni zaidi ya 5, na ni zaidi ya hayo yote. Hapa tumeishia tu kwenye kundi la 5 la damu kulingana na Biblia za kisasa, maana kuna miseto ambayo watu wanachangana huko na huko, na huko kote kunazihirisha tena aina zingine za damu, yaani damu zinaendelea kuchangana zaidi na zaidi, na hicho ni kitu ambacho si kizuri. Kwa hiyo tumeona kwamba kundi la damu halisi kabisa, ambayo ni kundi la kwanza, ni moto baada ya anguko, na mke wake na watoto wake ambao alianza kuwazaa, akina Pongise, Abeli, wote walikuwepo kabla hawajafanya matukio ya mauaji. Lakini walipoanza sasa aweza kuuana, ndipo mabadiliko yakaingia, na hayo mengine yote ambayo tumekuja kuyataja hapa. Sasa kwa sababu tupo ndani ya Biblia za kisasa, hatuwezi tukaendelea aweza kuyapanga matukio yote kama gisi yanavyotakiwa kwenda kwenye mlolongo wake. Ndio maana tumegusia tu hivi, tumegusa hii, lakini tukiingia katika Karata Ndimsi kwa mfano, kuna utaratibu wa kujua kwamba baada ya kundi hili ni kundi hili, baada ya kundi hili ni kundi hili. Lakini mimi nimefanya hivyo kwa sababu kwanza kulingana na Biblia za kisasa tu, ndio maana tukaenda hivyo, kwa sababu mjue kwamba watoto uzao wa Pongisi ambao wataita Kaini, nao pia ulizaa na uzao wa Seti. Wanapochangana pia ni damu nyingine ambayo itakuja baadaye tena. Sijui kama unaona hilo nalo pia mnatakiwa kulielewa. Ndio maana nikasema hapa tunasimamia tu ndani ya Biblia za kisasa, ili kuwaonyesha tu hizo hayo makundi 5 ya damu, na sio 5, ni zaidi na zaidi na zaidi. Kwa hiyo Luba anaendelea kujitukuza.